Isa Muhammad Athman Amudi rahmatullahi alayhi, kabla subiri ndio rahmatullahi alayhi. Na Abudania, kama kuna mtu mmoja yoyote katika sisi atatumia ndio hii, kuna muuliza Sheikh mkoa yakueleze ilikuwa sababu ya kifo chake. Nasema kama tumekuja tukifuata kwa safari yake, ili mtu anaonekana kama shughuli zake wale kufuata wewe kutoka kwenye kumzika nyumbani, watu wakushuhudia kwamba ni sawa sawa, thumma imekubali kweli. Hii ni kosa kubwa kufiwa na mtu kama huyu. Kipenzi chetu, mtumishi mkubwa sana wa Uislamu na watu kwa ujumla, alafu ni mtu tulikuwa tunamtegemea katika mambo mengi, kwa sababu alikuwa mwepesi katika kila jambo. Sasa hivi tunakuja msikitini hapa, Sheikh Muhammad Nasr anaonyesha elimu zake katika baadhi ya mambo na hafalati ambazo tunafanya. Yesu kwa kufunga mimi na nini pamoja na wafiwa na familia tushikamane na subira, sababu hakuna cha kufanya tena baada ya mambo ambayo aliyarudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameamua kumchukua katika mwezi wa Ramadhani, shahrul maghfirah, shahrur rahma. Mwenyezi Mungu ameamua kumchukua na matarajio makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baba amefanya hivyo kusudi ili aweze kumweka mahala ambapo penye kufaa kuwekwa, napo ni mahali panapoitwa peponi. Naomba Mwenyezi Mungu amtie katika pepo yake. Islamu kuna kile kitachukua ulimwengu huu. Tunajikumbusha kutokea kitu kama hiki, tunajikumbusha safari ya wewe. Kila ukimuona mwenzako ametangulia, basi unatakiwa uhesabu kwamba safari inayofuata ni yangu mimi. Ndio kinachotakiwa, kwa sababu mauti kwa kawaida yanakuja ghafla, yati baghta, yanakuja ghafla wa anta la tashkur, na wewe hutambui wanagundui kama mauti yatafikia siku hiyo. Kwa ni kitu kinachohitaji maandalizi. Kama Usama siku moja aliwauliza masahaba, akasema ayu nasi akiyasu, ni mtu gani mwerevu, ni mtu gani mwenye akili mjanja hivi, nani katika hili? Kajibu masahaba, Allah wa rasuluhu alam, Mwenyezi Mungu na mtumewe ndio wanaomjua mtu mwenye akili nyingi, mwerevu, mjanja, mwenye fahamu za sawa. Sisi ya Rasulullah tufahamu, tunakwambia aktharuhum lilmauti dhikra wa ashadduhum lilmauti istihlala, ni yule mtu wao kuyakumbuka mauti bila kila mara kuna kitu mbele yake, na yule wasana wao kujiandaa na kifo. Bila kujiandaa sana na kifo, asema huyu ndio akiasi, ndio mtu mwenye akili. Kwa hiyo mauti ni mahala kama unavyoelewa yatamjia mtu yoyote katika sisi, na sio sisi, ni viumbe vyote. Kitu kinachoitwa kifo Mwenyezi Mungu amekilinganisha kusema wasawa kurra fakulluhum rabaidu min fanan. Anasema Mwenyezi Mungu amelinganisha kifo kati ya viumbe wote, na viumbe wote ni rahani za kifo, rahani za katika siku moja na mtu ufe. Kwa hiyo dunia hii ni daru mtihani, ni nyumba ya kukula. Tafikia siku lazima uende katika nyumba yako mwenyewe ya daima, nyumba nzuri, nyumba ambayo inahitaji maandalizi, haihitaji cement, haihitaji changa, haihitaji fundi, haihitaji kokoto, yenyewe inahitaji amali njema, kama alivyokuwa anafanya Sheikh Isa Muhammad Athman Amudi. Nizungumza kufikiria leo tuweze kusema sana, sio kusema sana. Tarajia tunao inshallah katika Ramadhani tunaendelea tukiwa wazima sisi vile vile, kama nafasi ya kusema sana.
leo siku ya huzuni, hata Mtume alikuwa anasema kusema, alikuwa anatiririka machozi, alikuwa anaonekana Mtume namna hiyo, kwa sababu sio mbaya kutiririka machozi kumlilia mpenzi wako. Maneno ya Mtume ni haya fadhali, laisa minna man halaka wala man salaka wala man haraka, ni maneno yalikushia kafa. Laisa minna man halaka wala man salaka wala man haraka, yanafika katika sisi tulichokuja leo kwa ajili ya kuonesha alama ya kufiwa. Huyo si Muislamu ambaye anafanya tabia za Kiislamu, wala mtu mwenye kujipiga piga kajidhuru kwa sababu ya kufiwa. Huyo si katika tabia ya Kiislamu. Wala man haraka, wala mwenye kupasua na kuchana tena nguo zake kisha kafiwa, nasema huyo hayuko katika tabia ya Kiislamu. Lakini kutiririka machozi, kupata huzuni, kushindwa kusema, mambo ya kawaida na sheria inaruhusu kama haya. Mwenyezi Mungu atujalie heri na mfirie ndugu yetu Isa Muhammad na mweke mahala pema na ajalie kaburi yake kuwa katika jumla ya bustani na peponi. Allahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana Mheshimiwa Mufti kwa maneno ya faraja na